hivi karibuni nilikuwa naangalia kwenye YouTube na kuangalia mijadala ya wanafunzi wa chuo kikuu juu ya kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu kwamba wanafunzi wa vyuo vikuu waende elimu ya VETA. Wakawa wanajadili, inaonekana kwamba 95% hawakuridhika na kauli hiyo kama wanawake. Sasa mimi ushauri wangu nasema kuna jambo la kufanya. Elimu yetu haiwezi kuwafanya vijana wakashindana na vijana. Hata ukichukua mfano tu wa nchi zinazotuzunguka Afrika Mashariki, ukimchukua kijana ambaye amesoma shahada ya Kiswahili, sisemi Kiingereza, muweke kwenye mjadala dakika 10, ni mahusiano ya ardhi na mbingu. Hii inadhihirisha kwamba elimu yetu mahali fulani ina kasoro, na sisi kama viongozi tusikae kimya, tuseme, na kama nilivyosema, lakini tuseme na tutoe mapendekezo. Nimesema tu ya msingi, nimetoa mapendekezo ya mambo 4. Hayahitaji fedha, hayahitaji teknolojia, yanahitaji tu maamuzi. Na la mwisho, udahili wa wanafunzi wa vyuo vikuu. Vyuo vikuu vinavyofanya udahili wa wanafunzi, mimi nashangaa sana, hawaangalii umahiri, weledi, ujuzi na vipaji vya wanafunzi, badala yake wanaangalia ufaulu wa kidato cha 6. Nitatoa mifano miwili ili munielewe. Mwanafunzi aliyehitimu kidato cha 4 akaamua kwenda kujiendeleza katika kiwango cha diploma, akafaulu diploma ya miaka 3 ya sayansi ya tiba na utibabu ya miaka 3, na amefanya kazi ya uganga msaidizi kwa muda wa miaka 4. Anapotaka kwenda chuo kikuu anaulizwa, cheti cha kidato cha 6 kiko wapi? Tena cheti chenyewe cha ufaulu wa masomo 3 ambayo ni ya kukariri. Sasa mimi nauliza tu, hii ni elimu gani? Tunatafuta nini? Mimi nilidhani kazi ya elimu ni kukuza vipaji na umahiri wa watu. Ndio dhani kazi ya elimu hiyo. Kumbe kazi ya elimu tunayoifanya ni kukusanya watu wenye ufaulu. Mimi nadhani si sawa. Sisi kama viongozi si sawa. Mfano wa pili, kijana amemaliza kidato cha 4, amekwenda kusoma diploma ya miaka 3 ya sheria ya miaka 3, na amefanya kazi ya miaka 5 kwenye jamii ya huduma za sheria. Anapoomba nafasi ya chuo kikuu anaambiwa cheti cha kidato cha 6 kiko wapi? Halafu anachukuliwa kijana ambaye ana ufaulu wa masomo 3 katika daraja la C. Mimi nauliza tu, hii elimu ni elimu inataka kutibu nini? Kama ushauri wangu, kama tuna wasiwasi na watu wenye elimu ya kujiendeleza wenyewe, vyuo vikuu maarufu duniani vinatumia njia 3 tu. Ya kwanza, Wamarekani wana mtihani unaitwa Standard Aptitude Test, unapima weledi wa mwanafunzi. Jambo la pili, kuna vyuo vinatumia mtihani maalum wa kukuza weledi ambao wanaita Foundation Program, na chuo kikuu huria cha Tanzania kinatumia utaratibu. Kwa nini conventional universities hazitumii? Msielewi. La tatu, vyuo vikuu maarufu duniani vinatumia pre-university program. Kwa nini vyuo vikuu vya Tanzania havitaki kutumia pre-university program? Sasa tunataka kutengeneza watu kwa ajili ya kazi gani? Mimi nilidhani kazi ya elimu, narudia, nilidhani kazi ya elimu ni kukuza vipawa vya watu, umahiri wa watu, ujuzi wa, badala ya kuwakusanya watu waliofaulu kidato cha 6. Kwanza faida yake, ukimchukua kijana mwenye diploma, anapokwenda chuo kikuu anajua anatakiwa kusoma nini, kwa nini asome hiyo kozi,
Baada mwanafunzi wa form 6 ati mimi nashangaa form 6 tunamfundisha Kiswahili, Kiingereza na historia, asome sheria. Sasa mimi najiuliza tu, uhusiano wa Kiswahili na Kiingereza na Kiswahili kwenye sheria uko wapi? I don't see the connection. Mimi nataka kuwa daktari, unanifundisha physics, chemistry na biology. Uhusiano wa physics, chemistry na biology na utibabu uko wapi? Lakini nikisoma diploma ya clinical medicine, uhusiano na uona moja kwa moja, na ninapokwenda chuo kikuu nasoma kwa umahiri, kwa weledi, na ninajua ninachokwenda kukifanya. Wako watu wamemaliza shahada ya udaktari, baadaye baada ya kumaliza miaka 5 anakwenda kufuga kuku. Sasa mimi najiuliza, kwa nini hakwenda chuo kikuu cha Sokoine akasoma ufugaji? Wako watu wanasoma uhandisi, baada ya miaka 5 wanafanya bodaboda. Sasa mimi nasoma, kwa nini hakwenda kusoma VETA ufundi? Sasa naonyesha tu viongozi wenzangu, tusikae kimya tukadhani kwamba mambo ni mazuri kiasi. Tuna kazi ya kufanya. Tumefanya kazi nzuri sana kwa sera ya elimu kwa ajili ya elimu sekondari na primary. Mbona hatuna sera maalum kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu? Mimi nadhani wakati umefika wa kufanya hivyo. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kwa kunisikiliza.